Habari, mimi ni Dkt. Ranga Reddy, mshauri wa mambo ya moyo anayefanya kazi katika hospitali za Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Leo tutajadili kuhusu fibrillation ya atria. Fibrillation ya atria ni nini? Ni hali ambapo mapigo ya moyo yanakuwa yasiyo ya kawaida kabisa, ambayo ni tatizo la umeme wa moyo. Kwa kawaida tunaona hali hii kwa wagonjwa wazee. Inaweza pia kuonekana kwa wagonjwa vijana kama kuna kuongezeka kwa ukubwa wa moyo au sehemu za juu za moyo atria zinapoongezeka ukubwa wakati wa kufanya mbili. Na madhara ya muda mrefu ya fibrillation hii ya atria ni kuongezeka kwa ukubwa wa sehemu za juu za moyo atria, na inaweza kusababisha kiharusi na kutengeneza damu kuganda. Inaweza kuwa kiharusi kwenye ubongo, inaweza kuwa kiharusi kikubwa au kuziba kwa mishipa mikubwa kutokana na kuganda kwa damu, thrombus. Kwa hiyo utambuzi wa fibrillation ya atria ni muhimu sana, na matumizi ya dawa za kupunguza kuganda kwa damu baada ya kugundulika kwa fibrillation ya atria, iwe inahusiana na valve au sio ya valve, ni muhimu. Dawa mpya za kupunguza kuganda kwa damu au zile za kawaida kama acetone, warfarin, tunahitaji kuendelea kuzitumia na kuangalia viwango vya ini mara kwa mara, kumjulisha daktari na kufanya marekebisho ya dozi za dawa hizo. Mara tu fibrillation ya atria inapothibitishwa, jambo kuu tunalopaswa kufanya ni kudhibiti kasi ya mapigo ya moyo, na mpangilio wa mapigo unaweza kubadilishwa mwanzoni, lakini lengo kuu linapaswa kuwa kudhibiti kasi hiyo. Udhibiti wa kasi ya mapigo ya moyo unapaswa kuendelea karibu maisha yote, na kama kuna hatari ya kuganda kwa damu au hatari ya kutokwa na damu kwa mgonjwa ambaye hawezi kutumia dawa za kupunguza kuganda kwa damu, kuna vifaa vipya kama kifaa cha Watchman ambacho kinaweza kufunga sehemu ya moyo na hivyo kupunguza hatari ya kupata kiharusi. Kwa hiyo fibrillation ya atria, mara tu unapopata utambuzi hasa kupitia kama mapigo yasiyo ya kawaida ya moyo yanatokea mara kwa mara, basi inaweza kugunduliwa kupitia Holter monitoring, na Holter monitoring ya vipindi vya kawaida na 2 ni muhimu sana. Kwa hiyo tafadhali wasiliana na daktari wako wa moyo mapema iwezekanavyo mara tu unapogundua mapigo yasiyo ya kawaida ya moyo, ili kuangalia kama kweli ni fibrillation ya atria au ni arrhythmia ya kawaida ya sinus. Kwa hiyo inaweza kuchanganya, na mara tu dawa za kupunguza kuganda kwa damu zitakapoanzishwa kwa mgonjwa yeyote, zinahitaji kutumika karibu maisha yote kama haitarudi katika hali ya kawaida. Hata kama ni afya paroxysmal, basi mgonjwa anahitaji kuchukua dawa za kupunguza kuganda kwa damu ili kupunguza hatari ya kupata kiharusi. Asante.